Kwa ajili ya siku ya 17. Asante kwa sababu wema wa Mungu umekuwepo katikati yetu. Fadhili za Bwana zimekuwa dhahiri. Kama mtunga Zaburi alivyosema, wema wake na fadhili zake ni za milele. Nasi watu tunaweza tukakiri hivyo kwamba vizazi vilivyotangulia viliona wema wa Mungu, vizazi vilivyotangulia viliona fadhili za Bwana, nasi kizazi chetu ambao tunaishi leo tumekuwa tukishuhudia wema wa Mungu kila itwapo leo kwa jina la Yesu. Na tukiwa katika siku nyingine mpya ambayo Mungu inatusogeza kutupeleka katika mwezi wa Desemba na hatimaye kuingia mwaka 2020. Tunaomba neema zaidi ya kupata upenyo, hususan dhidi ya mamlaka, falme, wakuu wa giza, wakuu wa anga na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunataka upenyo wetu usiwe wa kubahatisha, uwe na uhakika kwa jina la Yesu Kristo. Upenyo wa uhakika unatuhakikishia baraka. Upenyo wa uhakika unatuhakikishia ile amani, maendeleo na ule utulivu ambao Kristo ulikuwa nao alipokuwa duniani. Na huo ndio ambao Bwana tunataka tuwe nao kwa jina la Yesu. Tunataka Bwana kwenda katika vina ya kuyaelewa maandiko na kuyafahamu kusudi ya maandiko na kufaidika kwetu kupitia maandiko baada ya kufafanuliwa na mtumishi wako, iweze kuwa ni sehemu ya ushindi kwa kanisa kile itwapo leo, mahali kokote aliko mtu anaitwa kanisa kwa jina la Yesu Kristo. Sifa na utukufu Mungu upokee wewe. Kwa jina la mtakatifu Yesu tumeomba. Kanisa tuseme amina. Bwana asifiwe. Naomba uchukue nafasi yako ukae. Mungu akubariki sana. Nataka kuzungumza ujumbe mrefu, lakini tutakwenda nao kwa kadiri ambapo masaa na muda wetu utaturuhusu. Washindi wa siku za leo dhidi ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Washindi wa siku za leo, washindi wa siku za leo dhidi ya falme, mamlaka, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunapoangalia hivi vitengo vitatu ambavyo vimetajwa kwenye Waefeso, tunataka kujua pia kazi za vitengo hivi vitatu katika ulimwengu wa roho, na jinsi gani sisi kama kanisa tunaweza kuwa na ushindi dhidi ya hivi vitengo vitatu vya kishetani, idara tatu za utendaji wa ibilisi ambayo zimepangiliwa vizuri na zinafanya kazi zake kwa ufanisi katika dunia, na jinsi ya kudhibiti, lakini sio tu kudhibiti, kuwafanya na wengine kupata ushindi dhidi ya majeshi haya. Katika Waefeso sura ile ya 6, Waefeso sura ya 6, nitasoma mstari wa 10, 11, 12 na wa 13. Waefeso 6 mstari wa 10 hadi wa 13. Biblia inasema, hatimaye baada ya yale yote yaliyotangulia, baada ya yale yote yaliyosikiwa, baada ya yale yote ambayo tumeelekezwa. Waefeso ni kitabu chenye sura 6. Kwa hiyo kuna sura ya kwanza, kuna sura ya pili, kuna sura ya tatu, kuna sura ya 4, kuna sura ya 5, kuna sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 9. Alafu kuna mstari wa 10 hadi pale mwisho. Mstari wa 10 anatumia neno hatimaye. Anahitimisha kwa vitu vizito vya kuwapatia kanisa ufahamu juu ya vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho ambavyo wao huenda hawakuwa na ufahamu navyo. Kwa hiyo anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Nisikilize. Askari yoyote atakayepata sifa ni askari hodari.
ni askari mpambanaji, ni askari aliye tayari kwenda front. Na sisi kama kanisa, Biblia inatuita sisi ni maaskari wa Kristo. Amen. Na Paulo alipokuwa anawaandikia Waefeso, watu ambao walimwamini Kristo, watu ambao waliishi kwenye kipindi cha Yesu, cha Paulo na mitume wengine, wakiwa wamemwamini Kristo, akawaandikia ya kwamba katika vita vya kiroho havihitaji mtu dhaifu, havihitaji mtu mvivu, havihitaji mtu anayependa usingizi zaidi kuliko maombi, anayependa kula zaidi kuliko kufunga, anayependa mazungumzo ya michezo kuliko injili. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Mlikuwa hodari, msiridhike na kiwango hicho. Ulikuwa hodari jana, sawa. Ulikuwa hodari juzi, sawa. Ulikuwa hodari miaka 10 iliyopita. Tunafahamu huyu kaka ni hodari, huyu dada ni hodari, huyu mchungaji ni hodari. Tunafahamu miaka 10 iliyopita. Isibaki historia. Ndio maana ametumia neno mzidi. Ongeza uhodari wako, ongeza nguvu yako, ongeza uwezo wako, ongeza maombi yako, ongeza mapambano yako dhidi ya vita vya kiroho. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Biblia inasema nguvu za Mungu huwa zinakaa ndani ya watu wa Mungu. Katika kitabu hiko cha Waefeso, ukirudi nyuma utakutana na habari moja ya ajabu sana. Anazungumza juu ya kutaka kwetu sisi ndiko kunakoweza kutimiza kusudi jema la Kristo. Umeelewa? Matakwa ya watu wenye nguvu ya Mungu, matakwa ya watu wenye nguvu ya Kristo ndiyo yanayotimiza kusudi la Kristo. Kwa hiyo anaposema mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, manake wewe ni mtunzaji wa nguvu za Mungu. Umeelewa? Wewe unahifadhi nguvu za Mungu. Unajua leo tunapopata huu umeme, kuna mahali ambapo umeme unahifadhiwa, alafu watu wanauruhusu kukufikia pale ulipo. Na Paulo alichokuwa anasema, kanisa ndio muhifadhi mkubwa wa nguvu za Kristo. Wakija watu wenye mapepo kanisani, kwa sababu kuna nguvu ya Kristo ya kutoa pepo, pepo watoke. Haiwezekani kanisa kuanzia siku ya kwanza ya mwaka mpaka siku ya mwisho ya mwaka hajawahi kutoka pepo, hajawahi kutikisika pepo, hajawahi kuponywa mtu. Hapo nguvu ya Kristo haipo. Kwa sababu nguvu ya Kristo inahifadhiwa na kanisa. Kutaka kwenu katika kutimiza kusudi jema la Kristo. Paulo pia anawaambia na Wafilipi, matakwa ya kanisa ndiyo yataamua ya kwamba watu wafunguliwe au waendelee kuwa misukule. Na ni hadithi zinazoendelea mitaani kwamba kuna watu wanachukuliwa kichawi. Kanisa liko wapi? Wanahifadhi nguvu ya Mungu wako wapi ambao wataiachia hiyo nguvu itembee mitaani iwaaibishe wachawi wanaoshikilia watu kichawi? Paulo mtume alipokutana na Bwana Yesu alimwaibisha. Bwana Yesu akajulikana ni powerless, akajulikana si lolote kwa sababu alikutana na Paulo. Filipo alikutana na Simoni mchawi, pamoja na kwamba Biblia inasema Simoni mchawi katika mji wa Samaria alijulikana kuwa ni mtu mkubwa, na watu wote wakasema ni mtu mkubwa kwa sababu anafanya maajabu kwa njia ya uchawi, mpaka watu wakasema ni uwezo wa Mungu. Alipokutana na Filipo, Biblia inasema alipoziona ishara, mtu ambaye amehifadhi nguvu za Mungu, anaposema mtu upone anapona, anaposema pepo toka anatoka, tena kwa kutamka, sio kwa kupiga tunguri.
kwa kutamka, sio kwa kunyosha maji, sio kwa kupaka tu mafuta, kwa neno la mamlaka. Yeye anasema Simoni mchawi alipoona zile ishara naye akaamini. Amen. Akaambatana na Filipo. Sema amina. Mwambie jirani yako, wewe unapaswa kuhifadhi nguvu ya Mungu ndani yako. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Amen. Katika Zaburi anasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Amen. Mwambie jirani yako, simhitaji Mungu bila nguvu zake. Simhitaji Mungu bila nguvu zake. Usijiite ni mtu wa Mungu alafu hakuna nguvu ya Mungu ndani yako. Tunahitaji kumhitaji Mungu pamoja na nguvu zake. Tunamhitaji Mungu pamoja na mamlaka yake. Tunamhitaji Mungu pamoja na uweza wake. Usiwe mtu wa Mungu ambaye mapepo yanakutesa. Amen. Usiwe mtu wa Mungu ambaye uchawi unakusumbua. Wewe sio mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu amehifadhi nguvu za Mungu. Mtu wa Mungu ameweka nguvu za Mungu. Anaposema kwa jina la Yesu ni kama mishale ya nungunungu inatoka dhidi ya ibilisi. Sema amina. Hatutaji watu wa Mungu ambao ni wale wa Bwana awe nanyi na mapepo yako hapo hapo. Tunataka mtu akisema Bwana awe nanyi, kama kuna mshirika alikusudiwa kupata ajali, ajali haitatokea kwa jina la Yesu. Akisema Bwana awe nawe, kama kuna mshirika ambaye shetani alikusudia kumuua siku hiyo, hatakufa. Amen. Bali ataishi. Sema amen. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza, kusanya nguvu za Mungu. Amen. Na katika uweza wa nguvu zake. Muulize jirani yako, una nguvu ya Mungu? Una nguvu ya Mungu. Muulize mwingine, una nguvu ya Mungu ndani yako? Nguvu ya Mungu ndani yako ambayo anaweza kuiambia mapepo toka yakatoka. Tusisikie hadithi za uchawi. Huko mtaani kwetu kuna uchawi. Mkristo analogwa-logwaje? Wangemloga kwanza mtu anaitwa Filipo. Kumbuka wewe hujakutana na wachawi wewe. Nyinyi wote hapa mjakutana na wachawi. Nani amekutana na mchawi namba 1 kwa Zanzibar? Unamjua nani mchawi namba 1 Zanzibar? Filipo alikutana na mchawi namba 1 Samaria. Amen. Soma maandiko kwenye Matendo ya Mitume 8 uone. Biblia inasema watu wote wa mji wa Samaria walimheshimu Simoni mchawi, wakasema huyu mtu ni mkuu, ni uwezo wa Mungu. Alipokutana na Shemasi, sema Shemasi. Shemasi. Hakuwa mchungaji Shemasi, lakini alikuwa na apostolic charisma. Alikuwa na karama. Mnyweshaji wa watu maji, msafishaji wa watu choo, mpaji wa watu chakula, lakini amehifadhi nguvu ya Mungu. Kanisa lilipotawanyika, Biblia inasema Filipo akateremkia Samaria, akahubiri Kristo, ishara na miujiza zikaambatana naye. Biblia inasema wazi kabisa kwamba Simoni mchawi aliposikia kuna mtu anapiga miracle, akasema ngoja nikamuone ni nani ambaye anataka kuchukua nafasi ya mji huu. Mwambie jirani yako, anachukua nafasi. Chukua nafasi kijijini kwenu. Ngoja niwape mfano. Siku moja nilipanda basi. Nilipopanda basi, kwa bahati nzuri nikapata siti na baba mmoja mzee sana. Amejaa yale mapete ya rangi mbalimbali. Kitendo cha mimi kukaa, nilisikia mzee alianza kuunguruma. Nikasema mambo yanatokea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Aliunguruma baba wa watu, akaweka uso kwenye kioo. Yeye ndo alikuwa ameanza kukaa kule makeup. Aliweka uso. Mimi katika roho nikawa najua kwamba kuna vitu vinaendelea, nikaanza kunena kwa lugha. Amen. Nikanena bwana ngombe, mzee una nini? Hapana mwanangu. Hapana mwanangu. Nikamwambia tulia. Nikamfunga mkanda kwanza. Alikuwa hata mkanda hajafunga. Mzee alikuwa hawezi kuniangalia hivi usoni. Alikuwa amebeba majini. Yaani aliona safari ni mbaya. Kwa sababu alikaa na mtu mwenye anointing. Sema anointing. Sema anointing. Tunataka tukikutana na kina Simoni mchawi waseme shikamoo. Tulia. Ngoja nikufunge mkanda mzee. Tunasafiri kutoka wote Mwanza mpaka Dar. Hapo utateseka sana usipojisalimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema Simoni mchawi akasema huyo mtu mjini ni nani ambaye anataka kuchukua nafasi yangu? Nataka nikwambie, lazima tuzime nguvu za wachawi. Kama kanisa halitazima nguvu za wachawi, hatutachukua nafasi. Kwa sababu hao watu wamewafunika watu kichawi.
Hawa watu wamewafanya watu wakipata magonjwa wakimbilie wao, hawaende kanisani. Hawa watu wamewafanya watu wana wajumbe wao wanawasaidia wanatoa ushuhuda, mganga fulani amenisaidia, mganga fulani amenisaidia. Kwa hiyo watu kuja kanisani ni mpaka hela zote zimekwisha. Sasa wako sasa hawana hela ya kupeleka kwa mganga, ndio wanasema kwa sababu kanisani bure, ngoja twende. Sikiliza, tunataka hela zao waje kabla hawajaenda kwa waganga kwa jina la Yesu. Hatutaki kufanya move za Kinigeria, kwamba mtu anateseka kuanzia mwaka wa kwanza, mwaka ule wa mwisho na anapata ushindi. Hamna hiyo. Tunaanza naye kumfungua mwaka wa kwanza ule ule. Tunataka ushuhuda muda mrefu wa nini? Huyo mtu anakuwa maskini. Jaribu kuwaza, Yesu alimponya yule mama anatoka na damu kwa miaka 12. Lakini Yesu alipata sadaka gani? Alipata sadaka gani? Biblia inasema yule mwanamke alitoka na damu kwa miaka 12. Akatumia mali zake zote. Hazikumfaa kitu. Hata alipopona pala kutoa sadaka ya shukrani. Labda alibaki na kanga siku hiyo na kitenge cha siku hiyo. Lakini yule mama kama angetoka damu miezi 3, 6, 7, 8, 9 akakutana na Yesu akampiga pawa, hela angezihamishia kanisani. Sema amina. Mwambie jirani yako usisubiri mpaka wafilisike. Usisubiri mpaka wafilisike, tuletee mapema. Watapona katikati ya magonjwa yao kwa jina la Yesu. Hatimaye msidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha chache za Mungu. Vaeni silaha ngapi? Vaeni silaha ngapi? Hebu fanya mfano wa kuvaa silaha. Vaa buti kidogo, vaa nani hapo, weka vizuri chepeo ya wokovu, weka vizuri, vaa vizuri, vaa sawa. Zile silaha usivae kisawa sawa. Unasema za shetani nakuja mzima mzima. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za nani? Za nani? Anasema mvae silaha. Unajua ngoja nikwambie, shetani yupo. Usije ukakaa hapa sababu kijana mdogo hujakutana na malwewe ya shetani ukafikiri hayupo. Shetani yupo. Amen. Shetani yupo. Amen. Mapepo yapo. Amen. Majini yapo. Amen. Wachawi wapo. Amen. Na kama unabisha, kaa pembeni na Yesu akujaribu. Sasa bahati mbaya ikitokea kujaribu ingekona mbao ushakuwa kichaa sita kwaje. Wapo wa watu. Sasa Paulo anawaambia Waefeso, sikilizeni. Hivi vita vya kiroho vinahitaji muwe vizuri. Mvae silaha za Mungu. Na msivae silaha moja. Kwa sababu kuna watu wana kitu kimoja kanisani. Hiki anafanya, hiki afanye. Ibada hii anakuja, hii haji. Maombi haya anakwenda, haya haombi. Michango hii anatoa, hii atoi. Neno hili analifurahia, hili anakasirikia. Anasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga. Mwambie jirani yako tunataka kupinga. Lazima ufikie sehemu unapinga kazi za shetani juu ya ukoo wako. Tunapinga kwa pamoja kazi za shetani juu ya taifa letu. Tunasimama na tunapinga. Tunasema tunakataa roho fulani, tunakataa nguvu fulani. Tunapinga. Biblia inasema ni kupinga. Neno la kupinga unalikuta pia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro. Kwenye sura ya 5. Anasema sisi kama kanisa, mstari wa 9. Anasema tukiwa tayari kuzipinga kazi za shetani. Katika Yakobo anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Shetani akimbii kama hajapingwa. Amen. Shetani akimbii kwa sababu unalia. Tunalia mbele za Mungu kwenye maombi. Tunapinga tukiwa hatulii. Sema amina. Unajua kuna wakati ambapo Wakristo wanachanganya mambo. Eti anapiga shetani kwa wewe shetani wewe. Shetani. Wewe shetani michozi gedege. Anakuona wewe dhaifu. Shetani unampinga kwa uso wa kausu. Kwa jina la Yesu Kristo ninapinga roho yako dhidi ya watoto wangu. Ninapinga roho ya uvuta bange. Ninapinga roho ya ukahaba. Ninapinga roho ya ushirikina. Ninapinga roho ya kutokutii. Umekunja uso. Wewe unapingana na mtu kama rafiki yako. Nafikiri mapingano ya kisiasa wanajenga nchi moja. Tunapinga ufalme wa adui ambaye hatutaki ujengwe. Sisi kama kanisa tunajenga ufalme wa Kristo. Hatujengi ufalme wa shetani. Kwa hiyo tunaupinga. Kwa hiyo nikuonyeshe neno kupinga. Paulo akasema pinga,
ili ujue. Paulo kasema pinga. Yakobo naye anasema pinga. Ndio uone kwamba sio kitu kidogo. Kila mtu anasema pinga namna yake. Kwa sababu lazima shetani apingwe. Katika Yakobo 4 mstari wa 7, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani. Maandiko hayana lugha ya kuumauma, ya kuficha ficha. Eti naongea watasema lazima tuongee wakati mwingine shetani tusimuoneone sana. Hebu tuongee mafumbo ili asijakawa mkali kwetu, mwache awe mkali. Lakini yeye ni shetani tu. Na hawezi kujigeuza. Atajifanya kuwa malaika wa nuru kwa muda. Mungu anamjua shetani ni shetani tu. Pepo ni pepo mchafu. Katika waraka pia wa Petro sura ya 5 mstari wa 9, nanyi mpingeni huyo mkiwa thabiti. Neno kupinga Paulo anasema, neno kupinga Yakobo anasema, neno kupinga Petro anasema. Kwa nini tusimpinge? Na sasa kwa nini tusimpinge? Lazima tumpinge. Amen. Lazima tumchape. Amen. Na sababu ya kumchapa tunayo. Amen. Na nguvu ya kumchapa tunayo. Amen. Na sasa tunamchapa ibilisi. Amen. Nasema tunamchapa. Amen. Na sio kumchapa viboko, tunampiga mpaka aharibike kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Rudi katika Waefeso sura ya 6. Tumalize ile mistari, alafu tusonge mbele, tupige hatua. Katika mstari wa 12 Waefeso hapo sura ya 6 mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi, hapo ndo kwenye moyo wa somo. Kwa maana kushindana kwetu sisi, sasa nisaidie kumwambia mtu, si juu ya damu na nyama. Hatushindani na wanadamu katika mwili. Hatushindani na wanadamu kwa chuki. Hatushindani na wanadamu kwa hila. Kwa sababu sisi hatushindani nao katika damu zao na nyama zao. Tunataka damu zao na nyama zao ziokolewe. Amen. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali kitengo cha kwanza ni juu ya falme na mamlaka. Andika hiyo. Ni juu ya falme na mamlaka. Kitengo cha pili, juu ya wakuu wa giza hili. Na juu ya wakuu wa giza hili iko kitengo cha pili. Wakuu wa giza hili, kitengo cha pili. 3, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia hizo hapo kuna separation. Anaposema falme na mamlaka kuna mkato, hilo ni kundi moja. Anakuja anaanza tena juu ya wakuu wa giza, hilo mkato, hilo ni kundi la pili. Alafu anaunganisha juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, nukta, kundi la 3. Sasa ni lazima ujue kuna makundi matatu yanayofanya kazi kimkakati unaotoka kwa ibilisi mwenyewe, shetani. Kundi la kwanza linaitwa falme na mamlaka. Kundi la pili linaitwa wakuu wa giza hili. Na kundi la 3 yanaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa ni lazima tuchambue na kujua kazi za haya makundi, ili na sisi tujipange kuzuia kazi zao. Amen. Kwa taarifa yako, kundi la kwanza linaloitwa falme na mamlaka ni kundi la mapepo linaloshirikiana na wanadamu kushughulika kwa mambo ya utawala. Kumbuka ni falme na mamlaka. Ni kundi la mapepo yaliyoasi yanayeshughulika kwa kushirikiana na wanadamu walioko duniani kwa ajili ya falme, utawala, madaraka. Hilo kundi linashughulika na utawala wa kisiasa, utawala wa kijamii, utawala wa kiuchumi, utawala wa kibiashara. Na wewe unapomwamini Yesu,
Unapojaribu kutaka kuingia katika siasa, katika biashara, katika uchumi, ujue kwamba kuna majeshi haya ambayo hayatakubali kirahisi wewe umiliki kama wajumbe wake. Ndio maana watu wanasema, mbona inaonekana wasioamini ndio wametawala biashara? Katika roho wana msaada wao. Katika ulimwengu wa roho wana msaada wao unaowasaidia. Ukigugo, kuna mtu mmoja kule Kenya maarufu alijiunga na siasa. Alipokwenda kwa mwanasiasa mmoja mkubwa, yule mwanasiasa akamwelekeza kwa mtu. Yule mtu ndo akamwambia, umeelekezwa kwangu ili kupeleke kwa mganga mkubwa. Sipendi kutaja majina, lakini ukienda Google sema, nikitaja jina itakuwa hatari. Lakini ujue hilo. Kumbe hata hawa wanasiasa, baadhi, sio wote, baadhi, kada hawajaingia kwenye siasa, wanakwenda kwenye ulimwengu wa roho wa giza ili waone wanapenya penyaji. Huyu jamaa akatoa ushuhuda wa wazi. Ukiingia ukaandika hata kwa jina lake, utaona ya kwamba alikutana na kitu hicho. Alikutana na kitu hicho. Akasema sifanyi. Na ukisema ufanyi, upate nafasi. Sasa ili upate nafasi, ni lazima ujue kwamba kuna kundi katika ulimwengu wa roho la giza, linaitwa falme na mamlaka, litakataa wewe upate nafasi. Kwa hiyo lazima ulishughulikie kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kundi la pili linaitwa wakuu wa giza hili. Hili ni kundi linalotengeneza mambo yote ya giza: uganga, uchawi, ushirikina, ulogi, ufumu, aina hizo zote linashughulika kundi la pili linaloitwa wakuu wa giza. Ndio maana hamna mganga atakayekwambia kavunje nazi saa 7 mchana. Wala kaoge makaburini saa 7 mchana. Atakwambia 6 usiku na nyuma usigeuke. Wanafundishwa na haya mapepo, kwa sababu baadhi ya waganga na wachawi, ili wafanye uganga mpaka wapandishe mashetani. Wakipandisha mashetani, wao wanaitwa kiti. Alafu anakuwepo mtu pembeni anayesikiliza yale maneno na kuyaandika. Mapepo yakishamwacha, anaambiwa kwamba mashetani yamesema 1, 2, 3, 4. Na hiyo ni kweli. Hata kama kuna waganga matapeli, achana nao. Lakini waganga wanatumia mashetani wapo. Ndio maana Sauli aliyekuwa mfalme wa kwanza wa Israeli, alipoona akakataliwa na Mungu, akatuma watu waende Indori kwa mwanamke mmoja mwenye pepo wa utambuzi, amwambie juu ya masuala yake ya kiutawala yatasimama au hayatasimama. Na alipokwenda kule, mwanamke alipandisha mashetani na akasema vitu vingi vya kishetani tunajua kwenye Samueli wa kwanza sura ya 28. Tunafahamu. Kwa hiyo anapopandisha mapepo, mapepo ndio yanaelekeza huyu mtu dawa yake itafanyika pangoni usiku saa 6, huyu itafanyika mahali fulani makaburini saa 7 usiku. Kazi hizi zinafanywa na kutengeneza katika ulimwengu wa roho na mapepo yanayoitwa wakuu wa giza hili. Na kundi la tatu la mapepo linaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kazi ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho ni kutumwa maeneo mbalimbali kupeleka misiba, majanga, magonjwa, udhaifu. Ngoja nikwambie. Wakati Ayubu anasifiwa na Mungu, Biblia inasema shetani akasema sio bure. Kumbe shetani huwa anazunguka kuwapea watu magonjwa na matatizo. Ukisoma kwenye Ayubu sura ya 1 na ya 2 utaona jinsi ambavyo shetani akaenda kusema ukipiga mali zake, Mungu akasema jaribu tuone.
Shetani akasafiri. Yale yanayosafiri ni majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ni majeshi, wako wengi. Sio pepo mmoja, wawili, watatu. Majeshi yanasafiri pembe zote 4 za dunia na kumfikia mtu, kupiga wanae, kupiga kanisa, kupiga watu kimagonjwa. Ayubu alipigwa wanae, alipiga mifugo, alipiga uchumi, akampiga mkewe, mwisho akampiga yeye mwenyewe. Haya yanaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambao wanazalisha magonjwa ya kipepo, wanazalisha udhaifu, wanazalisha magomvi. Ndio kazi yao, yanaitwa mapepo mabaya. Kazi yao ni kufanya ubaya tu, hayajui wema. Ndio maana lazima ukatae. Mtu akwambia kuna mashetani mema, hajui neno. Majeshi ya pepo wabaya hayajui wema. Yatakuonyesha wema wa siku moja, siku mbili na kuvimbisha tumbo. Watakuonyesha wema wa siku moja, baada ya hapo watakuletea kisukari. Yenyewe jina lao yanaitwa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ndio maana ni muhimu sana kwa kanisa kila asubuhi kukataa vitu vyote vinavyosukumwa na shetani kupitia ulimwengu wa roho. Kila asubuhi kataa kisukari. Kila asubuhi kataa pressure. Kila asubuhi kataa magonjwa. Hawa mapepo wabaya wanatembea nayo, wampate mtu. Ngoja ukisoma katika Luka pale, Biblia inasema kuna mwanamke mmoja aliyepindana kwa miaka 13. Watu wote wakafikiri ni hali yake ya kibiolojia. Kumbe ni mapepo yaliingia ndani ya huyo mama yakampa kibiongo. Tunakataa kwa jina la Yesu. Nasema tunakataa kwa jina la Yesu. Sasa lazima ujue, sio tu unaomba Mungu nibariki, Mungu nibariki. Lazima pia uombe kukataa mapandikizi ya mapepo wabaya. Wanapandikiza ajali. Mwezi sasa Novemba naenda Desemba, wanakaa barabarani. Wao ni wabaya. Wanajitikisa barabarani, dereva aone anafikiri mti huu. Siku moja nilisafiri na brother Clever. Huyu hapa. Usiku tunatoka Morogoro. Siku nyingi sana. Tumefika sehemu fulani, kuna muinuko. Kwenye ule muinuko mimi nikaona kabisa kuna gari imepaki. Sikumwambia mwenzangu. Kumbe na yeye aliona. Tulipofika pale mlimani hakuna gari. Gari yetu ni ndogo, kwa hiyo ilikuwa ina rahisi sana kuifikia. Tulipopita pale nikamwambia, hivyo uona gari? Sasa mimi niliona. Iko wapi? Kimbia na wewe. Kumbe wachawi walikuwa wamekaa tu pale na vienge vyao. Wanamtafuta mtu wapita asiye na Mungu, wamsukumia ajali. Dereva anamuuliza mwana nini? Niliona kama gari, kama moto, nikasema nikwepe, nikaingia kwenye mti. Wanaitwa mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wanafanya vitu katika roho vinatokea katika mwili. Wanatengeneza vitu katika roho vinakupata katika mwili. Wanatengeneza vitu katika roho vinatokea kwenye familia. Nakataa kwa jina la Yesu. Amen. Nasema nakataa. Kuanzia leo lazima unapoamka asubuhi unasema utendaji wote wa mapepo wabaya kwenye biashara yangu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu, na wakatalia kwa jina la Yesu. Katafuteni huko, mwende kwa watu wasiomwamini Yesu huko mkafanye mnachokitaka, sio hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa dondoo ya kwanza, falme. Dondoo ya kwanza, zijue kazi za falme na mamlaka. Zijue kazi zao ili uzidhibiti. Zijue kazi za falme na mamlaka. Katika Danieli sura ya 10, Danieli sura ya 10 mstari kuanzia wa 11. Biblia inasema, akaniambia, Danieli, mtu upendwaye sana, yafahamu maneno nikuambiayo, ukasimame kiwimawima. Mwambie jirani yako, elewa kitu cha leo. Maana kwako nimetumwa sasa. Na aliponiambia neno hili, nalisimama nikatetemeka.
Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Mstari wa 13 wa ajabu. Lakini mkuu wa ufalme upi? Mkuu wa ufalme upi? Je, alikuwa mfalme wa Wajemi au mkuu wa ufalme wa Wajemi? Alikuwa ni mkuu wa ufalme wa Wajemi, sio mfalme wa Wajemi. Mfalme wa Wajemi mwenyewe yupo duniani, lakini katika anga yupo mkuu anayesimamia ufalme wa Wajemi. Elewa vizuri. Asemi mfalme wa Wajemi aliyoko duniani. Anamtaja anayemsimamia mfalme wa Wajemi. Ambaye na Daniel alikuwa anaishi kwenye nchi hiyo. Yuko juu hapo katika anga, mfalme anayesimamia Wajemi. Sasa chochote kinachotaka kuendelea kimungu anapingana nacho, anazuia. Hataki watu wapate breakthrough, hataki watu watoboe, hataki watu wafanikiwe, hataki watu wawe na amani. Yupo hapo katanda. Anasema mkuu wa ufalme wa Uajemi, sio mfalme mwenyewe. Mfalme anaweza kuwa hana shida, lakini huenda mfalme alienda kwa mfalme wa Uajemi kuomba msaada. Sasa anamsaidia asipoteze ile nafasi. Halo. Amen. Halo. Amen. Kuna mfalme anayetawala kwenye anga lako. Mfalme mkuu, mfalme wa Kibosho, mfalme wa Uluguruni Matombo huko, anaitwa Kolero, ameshindwa. Mfalme yupo, hataki utoboe. Anataka wale tu ambao wanamtii, wanamwendea, wanampa kuku, wanampa mbuzi, wanampa ng'ombe, watoka fanya mpaka za watu. Anataka hao ndio waendelee kutawala. Mfalme wa ukuu wa Uajemi alinipinga siku 21. Umesikia hiyo? Alipinga siku ngapi? Yaani huyu jamani hatari. Anasema uendi kwa Danieli. Danieli nani? Mtu ambaye atoi kafara kwetu. Who is Daniel? Daniel nani? Mtu ambaye apigi goti kwetu. Daniel nani? Mtu ambaye hatutii sisi, haheshimu mizimu. Daniel nani? Mtu ambaye atoi kafara kwa mashetani. Uendi. Kama Daniel asingekuwa mtu aliyehifadhi nguvu za Mungu, maombi yake angekaa miaka ndio angesema basi Bwana Mungu anaamua mwenyewe akitaka kujibu, haya asipotaka haya. Kumbe tangu siku ya kwanza Mungu alishajibu. Wewe unapoanza kusema Mungu anajua yote, nimemwachia Mungu, kama atajibu, ulishajibiwa tangu siku ya kwanza. Mkuu wa anga hapa anazuia. Amen. Sasa lazima umchane kwa jina la Yesu. Amen. Unamtaja mkuu wa anga anayesimamia biashara kwamba zako haziendi, na kuchana kwa jina la Yesu. Unamrarua kwa jina la Yesu. Wewe mkuu wa ufalme wa Uajemi katika ulimwengu wa roho, na kuporomosha kwa jina la Yesu. Achia majibu ya maombi yangu, achia majibu ya sala zangu, achia majibu ya mifungo yangu, achia majibu ya sadaka zangu, achia majibu ya zaka zangu, maana kila sadaka ina majibu. Amen. Wewe ni sadaka yako haijibiwi. Sadaka zina majibu. Katika Zaburi ya 20 mstari kuanzia wa kwanza anasema Mungu akujibu siku ya dhiki. Mungu wa Yakobo akusikie. Amen. Azikumbuke sadaka zako. Sadaka zina majibu. Amen. Katika Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 4, mtu mmoja akida mkuu wa askari aliitwa Nikodemo, aliitwa Kornelio. Sadaka zake zilikuwa na majibu. Alipokuwa anaomba mchana, malaika akamjia mchana wazi. Akamwambia Kornelio, akasema mimi hapa. Akaogopa. Akasema kuna nini? Akamwambia sadaka zako na sala zako zimefika mbele za Mungu, ziwe ukumbusho. Mwambie jirani yako sadaka zako zina majibu. Sema amina.
Huwezi kutoa hapa zaka zisizo na majibu, na kataa kwa jina la Yesu. Huwezi kutoa michango isiyo na majibu, kwa sababu sadaka zina majibu. Labda utoi, kama unatoa utapokea kwa jina la Yesu. Yupo mmoja mbaya katika ulimwengu wa roho. Falme na mamlaka zinazuia wewe usipate majibu yako. Kwa hiyo lazima uzishughulikie ili kumsaidia Gabrieli alete majibu. Biblia inasema baada ya Gabrieli kuhenywa siku 21, ndipo sasa Mungu wa rehema akaamua kumwambia Mikaeli, hebu nenda akamshughulikie huyu mjinga, anazuia. Wala huyu sio shetani mwenyewe, hawa ni wala loasi na shetani. Haya ni mapepo loasi pamoja na Lucifer. Sasa wanamzuia pale. Unaona sasa siku 21 kijana harudi, Gabrieli harudi, wakienda huko anamwekea hivi, akirudi huko anamwekea hivi. Si unajua ile kama kombolena, ukienda hivi anakuja hivi, ukienda hivi anakuja. Yaani upiti. Sasa akamwambia sikiliza, Danieli kangangana duniani hajaacha kufunga. Kama angeacha siku ya 17 sio ingekuwaje? Danieli kangangana hajaacha kufunga. Anasema liwe liwalo, kama kufa nife, lakini mpaka majibu nipate. Sema amina. Sasa nenda haraka Mikaeli. Mikaeli akatoka. Sasa Mikaeli akija aje peke yake? Brigedia anakujaje peke yake? Mkuu wa majeshi anakujaje peke yake? Akinyanyuka hivi, behewa zima linatikisika. Henya. Anasema vijana, bebeni silaha, kama mnavyoniona mtu wa vita nimenyanyuka, leo nakwenda kuumiza watu. Anaanza kupiga hatua kwanza, mbingu zinatikisika. Hatua ya pili, mbingu zinatikisika. Alipofika hivi, mkuu wa Wajemi alipomwona akasema, mama, kaja huyu. Mwacheni Gabrieli tusije tukaumizwa. Sema amina. Gabrieli wako ataachiwa kwa jina la Yesu. Nasema Gabrieli wako ataachiwa kwa jina la Yesu. Nasema Gabrieli anaachiliwa kwa sababu Mikaeli anakuja ili kupambana na wakuu wa anga katika ulimwengu wa roho, ili majibu ya maombi yako yawe dhahiri kwa jina la Yesu. Hakuna mpendo hapa atakayepoteza muda katika maombi. Maombi lazima yajibiwe katika jina la Yesu. Aliposhuka Mikaeli, acha wewe. Acha. Mpigie makofi wewe, sema amina. Naona tunaunganika katika roho. Acha, naipenda hiyo. Unajua sipokuwa shuleni tunasoma, kuna watu wakatokea kwa wanataka kutuonea. Mimi nilikuwa nimesoma na kakaangu. Sasa kakaangu ni mbabe kuliko mimi. Mimi nilikuwa na upole hivi. Sasa watu wakinizunguka hivi, sasa leo kakaangu hayupo. Sasa leo. Kumbe wajui yupo ila kuongozana na mimi. Mara nageuka nyuma hivi, naona njemba inakuja kaka. Naambia sasa mnasemaje? Mnasemaje? Umemwona kaka? Unasemaje? Namtikisa mtu hivi. Kwa sababu kaka kaja, waambie jana yako kaka anakuja kwa jina la Yesu. Kaka anakuja kwa jina la Yesu. Mikaeli anakuja kwa jina la Yesu. Sasa nilikuwa natamba hivyo. Nikiona hayupo nasema leo na mimi shule siendi. Huyu mtu mzima huyu hayupo, hapa itakuwa hapatoshi. Au pengine nikiwa nimetikiswa akija siku ya pia anasema wote wanakutikisa wako wapi? Wako wapi? Anasema huyu hapa. Anasema rudishie bila vya kufanya. Mtu anajikuja mwenyewe anamwasha kofi. Kwa sababu mbabe kafika, mbabe anakuja kwa jina la Yesu. Nasema mbabe anakuja kwa jina la Yesu. Maombi yako hayatazuiliwa tena baada ya siri hizi. Maombi yako hayatazuiliwa tena baada ya siri hizi. Ukizijua hizi siri za ufalme wa giza, maombi yako yatajibiwa siku zote katika jina la Yesu Kristo. Naangalia muda wapendwa. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Daniel akapata kujua ya kwamba tatizo alikuwa kwa Mungu, tatizo alikuwa kwake, wala sio kwamba aliomba vibaya kama wengi wanavyojihukumu. Tatizo lilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Na kwako ni hivyo. Tatizo sio Mungu, tatizo sio wewe, tatizo ni mkuu wa Uajemi. Sasa kama ilikuwepo Uajemi, ipo pia Tanzania. Kama ilikuwepo Uajemi, ipo pia Zanzibar. Kama ilikuwepo Uajemi, ipo pia Kenya. Kama ilikuwepo Uajemi, ipo pia Nigeria. Sema amina. Sasa humo moto katika ulimwengu wa roho kuna wakuu wake.
ambao kazi yao ni kupambana dhidi ya maombi ya watu wa Mungu ili wasijibiwe. Lakini wakienda watoa sadaka kwa mashetani, wanajibiwa hapo kwa hapo, kwa sababu wameonyesha damu mashetani, kwa sababu wanawasujudia mashetani, kwa sababu wanawatii mashetani. Wewe umekataa na utaendelea kukataa, na majibu yatakuja kwa jina la Yesu. Nasema majibu yatakuja. Yesu alikuwa anazungumza wakati fulani mfano ambao unadhihirisha mamlaka wakati mwingine zinaingiliwa na shetani, na watu ambao wanapata zile mamlaka wanakuwa ni watu wa ovyo wakati mwingine. Ndio maana lazima kanisa lisimame kwa maombi kwa ajili ya viongozi wa kitaifa, kwa ajili ya viongozi wa mitaa, ili asiingie mjumbe wa ibilisi. Na kanisa likisimama hawataingia kwa jina la Yesu. Katika kitabu cha Luka sura 22, Luka sura 22 mstari wa 24 na 25, Biblia inasema, yakatokea mashindano kati yao ya kwamba ni nani anahesabiwa kuwa mkubwa. Wanafunzi wa Yesu, yaani wanataka mamlaka ndio ukubwa, ufalme ndio ukubwa, wanashindana. Akawaambia, sikiliza sasa, Yesu anawaambia, akawaambia, wafalme wa mataifa, watawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Wafalme wa dunia wafanye nini? Watawala. Ni wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Maana yake ni kwamba wafalme wa dunia kuna namna ambao wanapata nafasi ya madaraka kupitia nguvu ambazo zingine wanazijua wenyewe. Sasa ukija kwenye Mathayo utaona sasa Yesu ni kama anafafanua ili waelewe ya kwamba kuna msaada wa shetani. Lakini ukisoma mpaka kule chini utakuta pia shetani anatajwa, mapepo yanatajwa, nguvu za giza zinatajwa. Lakini njoo kwenye Mathayo sura ya 20 na mstari wa 25. Mathayo 20:25. Biblia inasema, Mathayo 20:25, lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa uwatawala kwa nguvu. Umesikia hiyo? Uwatawala na wakubwa wao uwatumikisha. Uwatawala kwa nguvu. Nguvu gani? Nguvu gani iliyo nyuma yao? Sasa ukirudi kule kwa kina Daniel, ukirudi kule katika maisha ya Uajemi, unafahamu ziko nguvu za nyuma ambazo hizo nguvu zikiwapa madaraka zinawafanya wakati mwingine kuwa wakatili, hawana wema. Ukikuta kwenye taifa una rais au mfalme anasamehe watu makosa yao kirahisi, jua huyu akupata kwa nguvu za giza. Jaribu kuwaza mtu kama Nduli Amini. Waza kuhusu Nduli Amini. Nani alimpa madaraka? Chinja. Waza tu. Lazima, nilisoma mimi historia yake. Anasema yeye alikuwa ni mtu mshirikina sana. Anasema aliota akiwa kiongozi, kaoteshwa. Alipotoka hapo ile spirit ikamuingia mpaka akapata madaraka. Lakini unafahamu jinsi ambavyo utawala wake ulivyoharibu maisha ya watu Uganda. Lakini ukisoma kwenye historia, marais mbalimbali ya Afrika, wale ambao walitokana na msukumo wa nguvu za giza, hawakuwa wema. Hawakuwa wema. Soma historia. Walikuwa ni makachinja, wanachinja watu hata hawana woga. Rais anayetokana na Mungu anajali maisha ya watu, analinda uchumi wa nchi, analinda haki za wanyonge, hawapi nafasi matajiri kuonea wengine. Lakini wale wanaotokana na nguvu za giza, hatuwezi kutaja taifa moja moja, lakini watu wameteseka mno. Watu wameteseka kwa sababu connection yao na wakuu wa Uajemi, connection yao na wakuu wa anga ndio ina control utawala wao. Na inawasaidia. Kumbuka Daniel alikuwa anaomba
Yeye mwenyewe hata mfalme wa Wajemi hajui kama anasaidiwa kwenye ulimwengu wa roho kwamba kusitokee kitu kwenye utawala wake wakati Danieli akiwa pale. Kwenye ulimwengu wa roho. Akazaliwa Farao, akatawala. Farao sio mjua Yusufu, alikuwa ni kachinja. Hamchi Mungu. Yaani anaibuka na mawazo tu, watoto wa kiume wote wauawe. Yametoka wapi? Wakiwa watoto wa kiume wanawake watazaaje? Wanataka dunia baada ya miaka 50 60 siwe na mtu. Unaona kabisa ana connection na mkuu wa Uajemi, ana connection na mkuu wa Misri ambaye nikachinja. Kama sio msaada wa Mungu, hata hii dunia isingesimama. Kanisa linapaswa kuomba zitambue kazi za falme na mamlaka. Kama nilivyosema tangu awali, kazi zao ya mapepo ni kusaidia watu ambao wana muunganiko na shetani kupata madaraka. Ndio maana unasikia kuna kina Freemason, sio kuna kina Illuminati, wanatawala music, wanatawala mabaa, wanatawala majumba ya starehe. Connection tu. Ukijiunga nao wanakupa. Lakini wewe ambao hauko pamoja nao, inabidi usimame katika Mungu vizuri kunyang'anya. Amen. Ndio maana unajua Yesu alipojaribiwa siku 40, shetani alimwambia Yesu hivi, ukinisujudia nitakupa yote. Yaani nitakusaidia katika ulimwengu wa roho kukufanya uwe tajiri. Tunaelewa? Nitakusaidia katika ulimwengu wa roho kukufanya uwe nani? Shetani alimwambia Yesu katika Mathayo sura ya 4, katika Luka sura ya 4, ukinisujudia. Kwa hiyo wale ambao wanamsujudia mkuu wa Uajemi, wanamsujudia mkuu wa anga, wanamsujudia malkia wa pwani, wanamsujudia shetani, wanapewa. Ingawa zitawatokea puani. Kwa sababu shetani hana kitu cha bure. Na ndio maana wanainuliwa kwenye umaarufu, wanakatika kirahisi. Tena wanakatika huko wananung'unika kwamba nafuatwa na watu nisiye wajua. Nafuatwa, hatuwezi kutaja majina ya waimbaji wakubwa ambao tunasoma historia zao. Kabla ya vifo vyao wanalalamika wanafuatwa na watu. Na wanatamani wakati wote walale na makundi ya watu wawalinde, lakini wanapolala na wale makundi, wale watu anawaona yeye, watu wengine hawaoni. Ulienda kujiunganisha mwenyewe na mkuu wa Uajemi ili akupe madaraka, ili akupe fedha. Yesu akujiunganisha na shetani. Alipomwambia nisujudie ili nikupe ulimwengu wote, akamwambia imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako pekee. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo hizi falme na mamlaka, hiyo ndio kazi yao. Kwa watu pachika watu kwenye madaraka, unakuta mtu anathibitika kabisa ni mchawi. Siku moja nilimsikia Mheshimiwa Rais anasema kazi ya kutengua na kuweka sio ndogo. Kuna watu wana makarama, na makarama mengine ni ya kichawi. Kwa hiyo watu wachawi. Unapomwambia una kazi usiku kucha kule kwa taka ulali, asubuhi jasho inakutoka. Yaani hii kumwachisha kazi ni hivi fikiria. Na sio ukiwa kwenye uongozi mambo ya kawaida. Wako watu ni wajumbe wa shetani. Wako matatizo kidogo yakitokea kazini kakimbilia Tanga, mara Pemba, mara Sumbawanga, mara Lindi, mara Mwanza Gambusi. Yaani kidogo tu anakimbilia kwa baba yake katika ulimwengu wa roho. Tunawamaliza kwa jina la Yesu Kristo. Tunawamaliza kwa jina la Yesu Kristo. Kanisa liinuke na lisimame. Na niseme kazi zote za kichawi katika ulimwengu wa roho, mkuu wa anga katika anga la Tanzania, tunakunyamazisha kimya. Una connection kati ya wanaokuabudu hapa duniani na katika ulimwengu wa roho. Tumevuruga hapa kati kwa damu ya Yesu. Tumevuruga hapa kati kwa damu ya Yesu. No connection at all. Usiku uko kwenye maombi mwambie shetani, no connection. Njia zao ziwe na utelezi. Wakitaka kuwasiliana shetani wasikie makelele tu. Wamsikie shetani mwenyewe analia. Kama mtoto mchanga, na useme leo baba kapigwa. Leo shetani kapigwa analia kama mtoto mchanga. Sema amina. Sema amina. Sasa tusonge mbele. Jambo la pili. Gundua utendaji wa wakuu wa giza.
wanaitwa wakuu wa giza hili. Wakuu wa giza hili. Kazi za wakuu wa giza ni kutengeneza mambo yote yanayohusiana na giza na uchawi. Kwa lugha nyingine wanaitwa watia giza mashauri. Wao wanafanya vitu vikitakiwa viende hivi visiende hivi. Wanaitwa watia giza mashauri. Katika Ayubu sura ya 38. Ayubu 38. Mstari wa Ayubu 38. Mstari wa 2. 38 Ayubu 2. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 38:2 Ayubu. Ni nani huyo atiaye mashauri giza? Nani huyo aliyepanda magugu kati ya ngano? Nani huyo atiaye mashauri giza? Ibilisi. Hawa wakuu wa giza ndio wanaitibua katika ile mipango hata ya kitaifa iende mrama. Tumesikia baba yetu Mkapa ameandika kitabu My Life My Purpose. Anasema kipindi kile cha mambo ya umeme na nini, yeye hakujua chochote. Ni kama walimtumia, kama umesoma kile kitabu. Kama walifanya nini? Ni nani ataye mashauri giza mpaka mtu mwenye akili asione? Ni nani ataye mashauri giza mpaka msomi asione? Mapepo. Wakuu wa giza hili. Watu wao wanapotumiwa inaonekana uongo ni kama kweli. Na wewe unaona kabisa, ndio maana matapeli, wengi wa matapeli wanawatapeli watu. Yaani wanafanya uongo uone kama kweli. Umeshinda milioni 20. Sasa ili kukuunga tuma 400,000. Hey. Wewe unaona kabisa nimeshinda, wanatia mashauri giza. Na akili zako unaenda kutuma. Baadaye namba unayopiga haipatikani. Lakini umekopa SACCOS. Unasikia tumbo la kuhara linaanza. Mambo hayaendi. Ni nani ataye mashauri giza? Hata msomi asistuke kwamba hapa napigwa changa la macho. Wanaitwa wakuu wa giza. Wanaitwa wakuu gani? Ndio maana unapokuwa katika maombi waambie aina yote ya kunipofusha macho, aina yote ya kunifanya nisielewe, aina yote ya kunifanya nisione fursa, najua ni kazi ya wakuu wa giza, nakataa. Utashangaa mnakwenda sehemu pamoja, wenzako wanaona fursa, wewe uone. Wewe unasema ukifika hali ngumu tu, jamani, wewe umeshatiwa giza na wakuu wa giza. Wewe unasema ashindwe, nasema tena kwa jina la Yesu. Wenzako wanaona, wewe. Mimi niliposoma na nitaendelea kusoma, nikasema aisee, shetani yupo. Kama anaweza kutia giza hata kwenye nafasi za juu, usistuke. Huwezi kustuka bila maombi. Huwezi kustuka bila maombi. Wewe utawekewa karatasi hapa, unaiangalia unasema, yani sawa sawa, sawa sawa. Sawa sawa. Correct. Nice. Yani good work. Giza limetiwa pale. Watu kama watu kwa shanga anatia kwa mfuko, anatia kwa mfuko. Ukija kustuka nasema, sikuonaje walitia giza wakuu wa giza hili. Sio giza la kesho, ni hili. Liko kila siku mpaka Yesu arudi. Ndio giza litaondolewa. Wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho wanapotosha. Wanafanya familia. Mwanamke akimwangalia mumewe anaona giza, mume akimwangalia mumewe anaona giza. Sasa ile domo lilikuwa sikuliangalia vizuri, kumbe domo lake ndio lilivyo hivi. Giza. Toka hapa. Muone domo lako jamani, siku ya kwanza ukuniona. Wakuu wa giza washatia giza. Unajikuta unamchukia mkeo au mmeo kuliko
kuliko unavyomchukia shetani. Kataa kwa jina la Yesu. Kataa kwa jina la Yesu. Kazi za wakuu wa giza ni kuyatia mashauri giza. Paulo aliambiwa katika huduma aliyokuwa ameitiwa akawatoe watu gizani, kwa sababu shetani aliwatia watu gizani. Katika Matendo ya Mitume sura 26. Uelewe hilo. Wakuu wa giza wanawatia watu giza. Sasa lazima sisi tuwatoe. Lazima tuwaombee waone sawa sawa, kama alivyosema mwimbaji mmoja, nipe macho nione, waone sawa sawa. Wasisaini kitu gizani. Matendo 26 mstari wa 18. Uwafumbue macho yao na kuwageuza, waiache nini? Waiache giza na kuelekea nuru. Waziache na nguvu za nani? Za shetani, na kumwelekea Mungu. Hili giza asili yake ni shetani, sio giza la usiku na mchana. Giza katika ulimwengu wa roho, mambo kufubaa, mambo kutokwenda. Nataka nikwambie, nisikilize. Haiwezekani mataifa ya Ulaya yapate maendeleo, mataifa ya Afrika tusipate maendeleo. Lazima liko ni shetani katika ulimwengu wa roho, anayejifanya sisi anatutia giza. Wao wajifanye wanaona, wanaruhusu mpaka uchafu katika nchi zao ndio wanawafanikisha. Sisi tunaokataa ushoga, tunaokataa dhambi, tunaonekana masikini. Tumekataa. Nasema tumekataa. Tutaziona dhahabu zetu kama dhahabu zetu. Tutaona almasi yetu kama almasi yetu. Na hatutaiuza mpaka iwe na thamani yake. Wanatia giza, nasema soko la almasi limeshuka bei, lakini wananunua. Waona walivyo wabaya. Soko la dhahabu limeshuka bei, lakini wananunua. Wanazipeleka wapi? Mkisha kuwa nyinyi hamna, wanasema dhahabu imepanda bei. Wanauza wao wakati hawana dhahabu. Wanauza wao wakati hawana almasi. Wanauza wao Tanzanite wakati haitoki kwao. Nani anayetia mashauri giza? Afrika tuwe maskini wakati tuna mito, tuna maziwa, tuna bahari, tuna ardhi, tuna watu aggressive, watu wenye nguvu wako Afrika. Sema amina. Leo tumekuwa wanyonge. Watu waliomsaidia Yesu msalaba wamekuwa wanyonge. Waliompiga Yesu wamekuwa na mafanikio. Nani anafanya hivi? Simoni kutoka Kirene alimsaidia Yesu msalaba. Mtu mwenye nguvu akamwambia Yesu, usiwe na shaka, niko aina fulani ya Mwafrika, na beba huu msalaba, usichoke Bwana, na upeleka Calvary, na saidia kazi ya ukombozi. Ukombozi wa mwanadamu unamuhusu Mwafrika. Sisi tumebeba msalaba, sio mzungu. Ukombozi unatuhusu. Tuna sehemu ya ukombozi wa mwanadamu. Tulibeba msalaba mpaka Goligota. Na historia wangetamani kufuta hilo. Waliandika hilo wakidhani ya kwamba sisi tulikuwa watumwa. Waliandika hilo wakidhani ya kwamba sisi tulikuwa duni, ndio maana tulibeba msalaba. Hatukuwa watumwa, tulikuwa tunajua tunachokifanya. Sema amina. Tuna sehemu ya ukombozi. Shetani anatufanyaje kuwa masikini? Wakati Yesu anasema nimekuwa masikini nyinyi niwe matajiri. Tajiri wa kwanza anayepaswa kutajirika ni Simoni Mkirene, aliyomsaidia Yesu msalaba mpaka Calvary. Sema amina. Mtajiri wa kwanza lazima atokee duniani. Mwafrika anakuja. Sema amina. Anakuja, nakwambia. Wewe uko close na Yesu, umembebea Yesu msalaba, uko hapa, unamwambia Bwana usiwe na wasiwasi, najua damu inakutoka, lakini najua unatukomboa, na mimi nimebeba sehemu ya msalaba. Unapanda naye, alafu Yesu anasema hivi, imekwisha. Simoni Mkirene anasikia kinaganaga, imekwisha. Simoni Mkirene anasikia kabisa ya kwamba nimekubali umasikini kwa ajili yako. Simoni Mkirene anajua kabisa ya kwamba Yesu alisulubiwa akiwa uchi, mimi nivae nguo. Nani anamweka uchi Mwafrika? Anemweka uchi Mwafrika ni mzungu. Anemwambia Mwafrika wewe ni wa kizamani, vaa mini sketi, vaa sijui nini, alafu nenda kwenye Facebook jionyeshe. Sio Yesu. Sio Yesu. Ni watu wa ovu. Wanataka kutudhalilisha, lakini tunastuka. Sema amina. Tunastuka. Aliyemhifadhi Yesu akiwa mtoto ili asiuawe ni Mwafrika.
Malaika akumwambia Yesu akimbilie Asia. Malaika akumwambia Yusufu kimbilia Asia. Malaika akamwambia Yusufu kimbilia Misri, maana kuna watu wanatafuta roho ya mtoto. Herode anatafuta roho ya mtoto, kimbilia Misri mpaka Herode atakapokufa nitakwambia uje. Baada ya miaka 2 Herode kafa. Misri ikamhifadhi Yesu. Hana visa, hana passport. Unatuambia nini? Unatuambia nini wewe? Na ngozi yako nyeupe. Unatuambia nini? Sisi ndo tunamlinda Yesu kwa miaka 2. Amen. Ili Herode mwenye ngozi nyeupe asimuue. Mgiriki yule, kama sio Mrumi. Ni sisi. Halafu unatuambia injili imetoka kwenu. Imetoka kwenu wapi? Injili ipo kwetu tangu Yesu anazaliwa. Amen. Na inabaki kwetu mpaka Yesu anarudi. Amen. Ndio maana sasa kanisa la Afrika linasonga mbele. Amen. Kanisa Ulaya hamna, makanisa yanageuzwa baa. Wana connection na shetani. Labda kama hujui, kwa mwaka jana peke yake makanisa 1700 yameuzwa kuwa baa na night club. Kama hujui. Kama hujui. Afrika aliuzu kanisa kuwa baa. Afrika wananunua baa kuwa kanisa. Pale Dar es Salaam kuna baa moja miaka ya nyuma nyinyi mlikuwa inaitwa Salentini. Pale Salentini karibu na Askofu Kakobe pale. Mwenge, Samnojoma. Yule aliyekuwa boss wa Salentini sasa hivi ni mchungaji. Salentini watu wanaabudu sasa hivi, sema amina. Afrika tunabadilisha baa kuwa kanisa. Ulaya wanabadilisha kanisa kuwa baa kwa sababu wako connected na shetani. Sisi tuko connected na Mungu, sema amina. Sema amina. Na itakuwa hivyo. Giza lingi. Nani anatema shauri giza? Mjumbe wa adui. Halafu anatuambia Waafrika nyie hamjasoma. Nani anakuambia hatujasoma? Tungewezaje kumpokea Yesu msalaba kama hatujasoma? Tungewezaje kujua pale kama pale tunakokwenda ni Calvary kama hatujasoma? Tungewezaje kujua kwamba kumpokea msalaba ni Yesu? Ni kwa sababu Mungu ametukirimia. Mungu ametupenda na nguvu ya Mungu ipo Afrika. Uwepo huko Afrika. Neema iko Afrika. Mzungu mmoja alihudhuria hapa ibada akasema, namuona Mungu anatembea hapa. Ngoja niwaambie, wazungu hawataka kuhudhuria ibada ya masaa 3 4. Hapa wanahudhuria na hawaoni kama masaa 4. Hawaoni. Juzi alitoa mzungu mwingine hapa. Akasema mimi jamaa sijaenda kanisani, masaa 3 nitaweza. Alikaa masaa 3 akafika kama nusu saa. Na akanipigia simu akasema nitachangia na ukarabati wenu, lakini nakuja tarehe 24 mwezi wa 11 Jumapili nitakuwepo hapo na mimi nichangie. Nawaambia njoo. Injili hii tutaibeba mpaka London. Injili tutaibeba mpaka New York. Wenye ngozi nyeupe na nywele za kusambaa zisizotulia watatulia kwa jina la Yesu Kristo. Sisi tuna nywele ambazo zisambai. Zimeelekea Yerusalemu. Zinajua zinakokwenda. Sio nywele inakwenda huko. Sasa na Afrika kwa inferiority wanaenda kuvaa madude kichwani, anavaa mikonge kichwani, anavaa manyuzi kichwani, anafanya hivi. Unafanya hivi. Huo pia ni ugerasi. Huo ni ugerasi tu. Wewe una nywele imesimama inaelekea Yerusalemu, unaenda kuchukua madude kila wakati anakufanya utafikiri unapunga manzi anakufuatafuata. Kila wakati ukiangalia wenyewe umevaa mikonge kichwani. Sema amina. Sema amina. Ukisoma katika Ezekiel sura ya 8 mstari ule wa 11 hadi 12 utaona wazee wa Israeli wakiwa wanashirikiana na nguvu za giza katika giza. Ezekiel anaambiwa waangalie hawa wako gizani. Ezekiel 8 mstari wa 10 hadi 12, wa 11 hadi 12 utasoma kwa muda wako. Mungu alisaidie kanisa lake listuke kwa jina la Yesu. Amen. Nasema Mungu alisaidie kanisa listuke kwa jina la Yesu. Amen. 3, kazi za majeshi wabaya katika kazi za majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kazi za majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Pepo wabaya kwa Kiingereza wanaitwa uncleaning spirit. Roho chafu zinaitwa. Sasa kazi zao roho chafu ni kuingia watu na kuwapa magonjwa. Ukisoma katika Luka sura ya 4 mstari wa 33, Yesu alipoingia katika sinagogi alikutana na mwanamke mwenye roho chafu, ndio anaitwa pepo wabaya. Uncleaning spirit. Ndio anaitwa pepo gani? Pepo wabaya, pepo wachafu. Katika Luka sura ile ya 4 mstari wa 33, Biblia inasema
Luka 4:33. Maandiko yanasema, na ndani ya sinagogi mlikuwa na mtu mwenye roho ya pepo mchafu akalia kwa sauti kuu. Sasa hawa pepo wachafu wanaitwa pepo wabaya kwa Kiswahili. Pepo wachafu hawa kazi yao ni kuleta magonjwa ndani ya watu. Hawa figisu zao ni magonjwa. Unajikuta mwili unavimba ujijui. Unajikuta majipu yanakutoka yanakotokea ujui. Unaambiwa damu chafu, umekunywa madawa antibiotic lakini unashangaa majipu yanakutoka. Hizi ni kazi za mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema Yesu alipoingia ndani ya sinagogi akakutana na mtu mwenye pepo mchafu. Hawa pepo wachafu wanasababisha watu kupata maradhi, magonjwa, udhaifu wa kila namna ambao hata wakati mwingine madaktari hawauoni. Luka 6:18. Luka 6:18. Na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa. Walikuwa wanasumbuliwa na pepo gani? Wachafu. Wanasumbuliwa. Leo anaumwa kichwa, kesho anaumwa mgongo, kesho kutwa miguu inawaka moto, mtondogoo kifua kinabana, sisi kufanya mbavu siko hivi. Hawa pepo wanasumbua watu, ndio wanaitwa pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wanasababisha mambo mabaya. Walimfanya yule mwanamke katika kitabu cha Luka sura 13, walimfanya yule mwanamke awe na kibiongo kwa miaka mingi mno. Kibiongo kabisa. Wanaitwa pepo wabaya. Hawa mapepo wanasababisha magonjwa mbalimbali. Wakati Ayubu anajikuna mwili mzima, anafikiri ni mchafuko wa damu, anafikiri kwamba pengine kakosea sehemu fulani, kumbe sio bwana. Ni shetani kupitia pepo wabaya limeenda kuchomeka magonjwa. Majipu ya ajabu yanatengenezwa na mapepo wabaya. Mimi tangu nimemjua Yesu, likijitokeza jipu, sijawahi kupasua jipu. Likijitokeza naliambia, wewe roho chafu toka hapo. Majipu hayaendeleaje. Amen. Nina mwaka sasa hivi wa 25 tangu nimeokoka, sijawahi kuugua jipu. Na yasemesha kwa sababu nikimwangalia rafiki yangu Ayubu, rafiki yangu wa Agano la Kale, anauguza majipu ambayo sio yake. Sio yake. Ayubu sura ya 2 mstari wa 4. Shetani akamjibu Bwana kusema, ngozi kwa ngozi, na yote aliyo nayo mtu atayatoa kwa ajili ya uhai wake. Akasema ngozi kwa nini? Kwa ngozi. Katika mstari ule unaofuata, mstari wa 7, basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu uwayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Shetani hana huruma. Anaweza akamletea mtoto jipu zito hata kuliko uzito aliokuwa nao kwenye mguu. Mjipu wa kutisha. Kipindi kile kabla sijaokoka nilipata mjipu unaitwa yoga kwenye mguu wa kulia, kwenye ugoko. Mjipu umenizuia kwenda shule mwezi mzima, kumbe ulikuwa ni pepo. Tangu nimeokoka mwaka 94 hakuna yoga wala yogurt. Sasa nilikwambia hawa mapepo wabaya pia hawa wanashirikiana na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kutengeneza wachawi, kutengeneza vyama vya kichawi na ushirikina kama Illuminati, Freemason, yoga, Christian Science, nini. Madude mengi unaona leo yanajifanya kama ni vyama vya maendeleo na nini. Ndani yake kuna ushetani. Watu walio kwenye vyama hivyo huwezi kuwakuta kwenye makanisa ya Kipentekoste. Fuatilia uje unabii. Kwa sababu ukikaa kule utagundua kabisa huyu ni shetani. Yoga anafundisha watu kwamba utakaa tu hivi una meditate, unatafakari mpaka unapata uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu unapata tu kwenye utafakari. Maombi. Wanatengeneza vitu vingi vibaya kuzimu kuharibu maisha ya watu. Mtu anaumwa mijipu, unafikiri ni ya kwake. Mtu ana matende, unafikiri ya kwake. Mtu anambusha, unatisha. Yaani anajua sasa nikiupasua ni mauti. Naambia kweli. Mimi nimezaliwa Mpwani.
Kuna watu walikuwa na mabusha ya kipepo. Yaani likichana tuna mauti hapo. Kwa hiyo naamua baki nalo. Ni busha ya uganga. Pepo zinaanzia kwenye busha. Zikichemka busha inatikisika. Anajua sasa pepo anakuja. Kivumbi. Mapepo wabaya, wanaitwa pepo wabaya, hawana uzuri. Wanaichafua dunia. Kwa lazima kanisa lisimame. Na ili kanisa lisimame, jambo la kwanza, jambo la 4 na la mwisho, jinsi ya kudhibiti utendaji wa mapepo. Jambo la kwanza, ishi maisha matakatifu. Nguvu ya utakatifu inamtosha shetani kusalimu amri. Acha maisha ya dhambi, uongo, uzinzi, uasherati, ulevi, nyumba ndogo, si nini, masigara, tupa huko. Hautakuwa na mamlaka dhidi ya adui. Cha kwanza, ishi maisha matakatifu. Cha pili, lazima uhakikishe kwamba unakuwa muombaji na mtu wa kufunga kama Daniel. Mkristo ni muombaji na anafunga. Funga kwa wiki mara 1. Funga kwa mwezi mara 4. Funga kwa mwaka mara 48 mpaka mara 60 kadiri Bwana aishivyo. Funga inakupa mamlaka dhidi ya kazi ya shetani. Jambo la 3, simama katika mamlaka yako katika Kristo. Jambo la 4, tumia silaha za Mungu. Silaha ya kwanza, jina la Yesu. Silaha ya pili, damu ya Yesu. Silaha ya 3, neno la Mungu. Nasema imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Shetani hata kugusa. Simama katika ahadi za Mungu. Mpinge shetani. Vaeni silaha zote za Mungu. Uwe na wokovu. Mungu akubariki. Ukiyagundua hayo na kuyachukua, adui hatacheza na wewe. Atapita mbali. Kwa sababu anajua kuna mtu anaelewa siri zangu na anaweza kunidhibiti. Na lazima tumdhibiti kwa utakatifu. Tumdhibiti kwa maombi na kufunga. Tumdhibiti kwa msimamo na mamlaka ya Kristo. Tumdhibiti kwa jina la Yesu. Tumdhibiti kwa damu ya Yesu. Tumdhibiti kwa neno la Mungu pale uliposimama juu. Mwambie Mungu asante kwa neno hili. Na leo nasimama kutoboa mamlaka hizi 3, idara hizi 3 za mapepo na ziharibu. Inua dua mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Inua dua yako mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Inua dua yako mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Inua dua mbele za Bwana, inua dua mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nakushukuru kwa neno lako. Nakushukuru kwa mafunuo yako. Nakushukuru kwa neno lako. Maana ninajua sasa utendaji wa falme na mamlaka. Ninajua sasa utendaji wa kuwa giza hili. Ninajua sasa utendaji wa majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa najua. Ninamshinda ibilisi. Nazishinda falme za mamlaka katika ulimwengu wa roho. Falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Katika anga. Mashauri yote ya giza. Ninayashinda katika jina la Yesu. 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 Mashauri ya giza juu ya familia, juu ya kanisa, mashauri ya giza juu ya taifa, mashauri ya giza juu ya mikoa, mashauri ya giza juu ya wilaya, mashauri ya giza katika kila eneo. Tunasimama kinyume na mkoa wa Jemi. Tunasimama kinyume na mkoa wa Jemi. Tunasimama kinyume na mkoa wa Jemi. Simama kinyume dhidi ya mashauri ya giza. Simama kinyume dhidi ya wakuu wa giza hili. Dhidi ya wakuu wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Unataka kuingia katika biashara, angusha falme na mamlaka. Angusha falme na mamlaka. Unataka kuingia katika ulimwengu wa roho, angusha falme na mamlaka. Falme na mamlaka. Falme na mamlaka. Ziangushe. Umekuwa na magonjwa mara kwa mara, angusha majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Angusha majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Angusha majeshi ya pepo wabaya katika
ulimwengu wa roho. Angusha majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Angusha majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yabomoe, yaangushe, yasabaratishe, 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 yasabaratishe katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho umefunga, umeomba, wakuu wa Uajemi wanasimama, wakuu wa giza katika anga la Tanzania, wakuu wa giza katika anga la East Africa, wakuu wa giza katika anga la Afrika, mnaleta giza, mnaleta giza, mnaleta giza. Tunawakemea, 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 tunawakemea. Nani utaye mashauri giza? Nani utaye mashauri giza? Nani utaye mashauri giza? Nani utaye mashauri giza? Kwa jina la Yesu tumeomba. Piga kelele, sema amina. Piga kelele, sema amina. Unaingia katika ulimwengu wa roho. Tunabomoa falme na mamlaka. Tunabomoa wakuu wa giza hili. Tunabomoa kazi zote za majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Baba, asante kwa jina la Yesu Kristo. Ninasimama kumpinga shetani. Ninasimama kuzipinga falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho dhidi ya kanisa. Falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho dhidi ya wafanyabiashara. Falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho dhidi ya wafanyakazi. Falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho dhidi ya taifa. Nazivunja falme za shetani kwa jina la Yesu. Falme za kipepo naziharibu kwa jina la Yesu. Nazisambaratisha kwa jina la Yesu. Wafanyabiashara watapenya, wafanyakazi watapenya, wafanyabiashara wa kanisani watapenya, wafanyakazi wa kanisani watapenya, wanasiasa wa kanisani watapenya, watapenya kwa jina la Yesu. Mkoa wa Uajemi huwezi kuwazuia. Mkoa wa Uajemi huwezi kuwazuia. Wanapenya kwa damu ya Yesu. Wanapenya kwa jina la Yesu. Wanapenya kwa jina la Yesu. Wanapenya kwa jina la Yesu. Enyi pepo, enyi majeshi, enyi wakuu wa giza hili ambao mnatia giza katika mipango yetu, mnatia giza kwenye mikakati yetu, mikakati ya maendeleo, mikakati ya injili, mikakati ya biashara, mnatia giza, mitaji inapotea. Ninawakemea kwa jina la Yesu. Ninawakemea kwa jina la Yesu. Natamka juu yenu, Yesu ni nuru, wala giza hakuna ndani yake. Kila giza la kipepo kwa wana wa Mungu lisambaratike kwa jina la Yesu. Kila giza la kishetani wa kuagiza kwa familia lisambaratike kwa jina la Yesu. Tutaona tunavyopaswa kuona, tutafahamu tunavyopaswa kufahamu, tutafanya tunavyopaswa kufanya, tutafanya kwa jina la Yesu. Enyi majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, mnaleta magonjwa, mnaleta udhaifu, mnasababisha ajali, mnainua uchawi na kila namna ubaya. Tunasimama kinyume chenu kwa jina la Yesu. Mapepo wabaya, majipu yana nafasi kwenye kanisa. Ajali zina nafasi katika kanisa. Uchawi hauna nafasi katika taifa. Ushirikina hauna nafasi katika kanisa. Hata mataifa watadharau uchawi kwa jina la Yesu. Hata mataifa watadharau ushirikina kwa jina la Yesu. Kanisa limeharibu kazi zako, tumedharau kazi zako, hazina nafasi kwenye taifa hili, hazina nafasi kwenye nchi hii, hazina nafasi ndani ya kanisa. Kanisa linasimama na kusonga mbele kwa jina la Yesu. Mungu nasema asante kwa mamlaka uliyotupa. Watu wako wanapotawanyika watangulie, waende wakiwa na ushindi wa siku za leo. Hawa ni washindi wa siku za leo. Hawa ni washindi wa siku za leo. Hawatashindwa kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amina. Sema amina. Mungu akubariki mtu wa Mungu. Unayefuatilia kupitia Mvua za Baraka, usiache kusubscribe, usiache kushare, usiache kulike. Bwana asifiwe. Mungu akubariki. Tutakutana tena wakati mwingine kutoka hapa Deeper Life Zanzibar. Mungu akubariki. Mchana mwema. Amen.